Nataka kufaulu bila kusoma. Karibu katika simulizi hii tamu na ya kuvutia. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Juma. Juma alikuwa mwanafunzi mwenye ndoto kubwa ya kufaulu masomo yake na kupata alama za juu shuleni. Hata hivyo, alitamani mafanikio hayo bila kuweka juhudi zinazostahili. Muda mwingi aliutumia katika michezo, kutazama televisheni na kucheza michezo ya kompyuta kuliko kujifunza. Siku moja, akiwa na rafiki yake Musa, alisema kwa kujiamini, Juma, lazima nipate alama za juu mwaka huu. Musa akamuuliza, Musa, ni jambo jema. Lakini unatumia muda gani kujisomea kila siku? Juma akajibu kwa mzaha, Juma, sioni sababu ya kujisumbua sana. Ninaamini nitafaulu tu. Baada ya masomo, Juma alikimbilia uwanjani kucheza mpira wa miguu. Alitumia saa nyingi akiburudika na marafiki zake huku vitabu vyake vikisalia bila kufunguliwa. Jioni ilipowadia, mama yake alimuuliza, Mama Juma, mwanangu, je, umepata muda wa kujisomea leo? Juma, nitafanya hivyo kesho, mama. Lakini kesho ilipofika, aliahirisha tena. Nyumbani aliendelea kutazama televisheni na kucheza michezo ya kompyuta mpaka usiku wa manane. Siku moja darasani, Mwalimu Paulo aliwafundisha wanafunzi wake somo muhimu kutoka katika Biblia. Mwalimu Paulo, wanafunzi, Biblia inasema katika Mithali 13:4, nafsi ya mvivu hutamani, wala hana kitu, bali nafsi ya wenye bidii itashibishwa. Musa akasema, Musa, hakika mafanikio yanahitaji bidii na uvumilivu. Juma akauliza, Juma, je, ina maana kwamba kutamani pekee hakutoshi? Mwalimu Paulo, ndiyo, Juma. Mungu hubariki juhudi za mtu anayefanya kazi kwa bidii na uaminifu. Baada ya muda, siku ya kutangazwa kwa matokeo ya mitihani ilifika. Musa alipata matokeo mazuri sana. Musa, namshukuru Mungu, nimefaulu vizuri. Lakini Juma alishangazwa na matokeo yake. Juma, kwa nini alama zangu ni za chini? Ndipo alipotambua kwamba muda mwingi aliyoutumia katika michezo, televisheni na burudani ulimnyima nafasi ya kujifunza kwa bidii. Kutokana na hali hiyo, Juma aliamua kubadilika. Alitengeneza ratiba ya masomo, akapunguza muda wa burudani na kuanza kujifunza kwa bidii huku akimtegemea Mungu katika kila jambo. Baada ya muda, matokeo yake yalianza kuimarika. Mama Juma, sasa unaona matunda ya bidii yako, mwanangu. Juma, kweli mama. Nimejifunza kwamba maombi ni muhimu, lakini lazima yaambatane na juhudi. Ndugu wasikilizaji, simulizi hili linatufundisha kuwa mafanikio hayatokani na matamanio pekee, bali yanahitaji bidii, nidhamu na matumizi mazuri ya muda. Michezo na burudani ni muhimu, lakini havipaswi kuchukua nafasi ya wajibu wetu.